Hi everyone, what's up? It's your girl Diva. Another episode is here and I am so excited, guys. Our podcast is doing very good right now kwa sababu napata a lot of people wakiniambia Diva like it's about time na mimi nahitaji interview. Lakini pia kila ambaye ameangalia episode ya Ndaro, episode ya Rain from Talisha Safaris, episode ya Shafi, thank you guys for watching. Such a great honor. Pia tulikuwa na mfanya biashara ambaye alikuwa kwenye upande sana wa mambo ya ardhi na alifika hapa last week. Nimshukuru sana. And we have new sponsors for the show. We have Apple World TZ, Computer Bepar, Talisha Safaris, Charles Village, Mawenzi Cosmetics, and Clever Homes Dodoma. Tapata nafasi ya kuwashukuru all the sponsors here, lakini kwanza tuko na Rev Mdeme ambaye yeye ni mwinjilisti katika masuala ya dini, but most of the times huwa anatoa elimu ya mahusiano. So you go deep with the $1 billion voices right here. Rev Mdeme, karibu sana kwenye podcast yangu. Asante. Leo ni Father's Day. Today is Father's Day. Guys, this is my father on the screen here. Atapita. Babangu anaitwa Dionis Malinzi. He's the best dad on earth. Ni mmoja kati ya watu ambao wakati nakuwa alinifundisha kufanya kazi, kupambana katika biashara. Nilimuona sababu alikuwa mfanya biashara mkubwa aswa, lakini vile vile ana upendo mno hasa. He's always giving back. Anasomesha yatima, alikuwa yuko kwa ajili ya watu zaidi hata kuliko alivyokuwa kwa ajili yake mwenyewe. So nilikuwa nikimwangalia nasema, you know what, nikiwa mtu mzima hivi na hela nini, I'll just be like my father. Na mimi nimelelewa na baba zaidi, sikuwa na mama kwenye maisha. Kwa hiyo he is my everything and I love him a lot and I wish him happy Father's Day, Dad. Ataendelea kwa baba bora. It's very difficult. Unajua, naomba tuongee hili. Kwa mzazi kuwa na mtoto maarufu, it's very difficult. Kwa sababu ilimlazimu au inamlazimu still kupambana na zile scandal. Diva kafanya hiki, Diva kapelekwa huku, Diva this and that, like every day. Kuna siku aliniambia sijalala usiku mzima. Nilikuwa sijui unaendeleaje mwanangu huko uliko. Yani stress zilikuwa zimenipanda. Lakini he never wanted me to be famous. Hakuwa anataka hiyo. Hata the minute naanza kufanya radio, he was like, alivyokuja kugundua ndio mimi ule msichana. Sema alikuwa ananiambia kuna msichana anaongea kama wewe kwenye radio Clouds. Mimi nikisema kipindi niko shule, mimi nilikuwa shule, nilikuwa nasoma, kumbe ni mimi. So the minute Jamii Forums wanapost michuzi, nakumbuka alipost michuzi mdogo picha yangu, to my family it was a disaster. Yani it was a real big deal. Ilikuwa ni kesi kubwa hasa. Lakini at the end of the day alinipa all the blessings. Baada ya kukataa sana, alinipa all the blessings. Ila ndo ilimlazimu na inamlazimu kukeep up na pressure kuwa na mtoto maarufu ambaye anaongelewa vibaya. Vizuri vichache, vibaya vingi. Kwa hiyo yani I understand him saying anapata stress. And to me, amesimama na mimi kwenye hizo shida za umaarufu na raha za umaarufu, na ameendelea kwa the best dad in the world. Kwa wazazi, let's say, wa kiume, leo ni Father's Day. And kupitia Father's Day kuna swali nilikwambia nitakuuliza cause niliandika specific. Leo ni Father's Day. What makes a great father in today's generation, ambapo malezi yanabadilika sana? Utaiweka yote kwa pamoja. Karibu sana kwenye show yetu. Asante tena. Nashukuru kwa kunikaribisha. Na umeniuliza vitu vingi sana. Na mimi nimtakie baba yako happy Father's Day kwa pamoja. Pia kwa kulea mpaka kuleta kukufikisha hapa ulipo. Ni lazima kuna kazi kubwa ambayo imefanyika huko nyuma. Nitasema kuna changamoto mara mbili. Wazazi kuwa na watoto maarufu, kuna changamoto mara mbili. Wa kwanza ni wazazi wako wewe, kwa maana ya wazazi wetu kwenye hicho kipindi na kizazi kilichopita ambacho media haikuwa sana kama sasa jinsi ambavyo ipo. Kulikuwa kuna social media kama sasa. Wakati wewe nafikiri media zilikuwa zinahesabika, radio zinahesabika. Nafikiri kulikuwa kuna Instagram na nini enzi hizo. Kwa hiyo hata wazazi walikuwa hawajui changamoto za media sawa sawa.
Ndio maana walikuwa wanaona ni pressure sana kwa watoto wao kuwa maarufu. Lakini kwenye kizazi chetu sisi, kwa maana ya watoto wetu sasa, watoto wako wewe hawawezi kuja kukupa pressure wakiwa famous, kwa sababu wewe upo kwenye kizazi ambacho tayari media ipo, social media ipo, na unajua kwamba social media ina impact ya namna gani. Kwa mfano mimi, watoto wangu wanavyokuwa, kwanza nilikuwa nafikiria kuwafungulia akaunti za social media. Wengine wako la 3, wengine la 5, wengine la, mtoto wangu wa kwanza wako la 6 sasa hivi. Lakini nilikuwa nafikiria hawa watoto nilikuwa nafikiria namna ambavyo social media inaweza ikawa kama yani inaweza ikawaletea positive impact kwenye maisha yao. Kwa nikasema mimi leo napambana kutafuta followers 10,000, lakini kama mtoto wangu leo akiwa darasa la 5 au la 6 nikamfungulia Instagram, nikajua tu anapenda nini, akaanza kupost vitu kule, miaka 10 baadaye anaweza kuja kuwa na followers wengi sana. Kwa nikija akija kuwa na amemaliza labda form 6 au anaingia chuo mwaka wa kwanza, ana followers wa 10,000, tayari nitakuwa nimempa mtaji mkubwa sana. Kama akianza biashara yoyote wakati huo, itakuwa ni rahisi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba anakuwa tayari anaendelea kujifunza kila siku, anamuona baba yake, anamuona nani. Mtoto wa darasa la 3, la 4, la 5 sasa hivi anaweza kuingia huko kwenye Instagram, kwenye wanaona. Kwa hiyo nataka kusema kwamba kizazi, watoto wetu sisi hawawezi kuja kupata shida na changamoto za social media na changamoto za umaarufu, na mimi siwezi kupata shida, kwa sababu natakiwa tu nimfundishe kwamba umaarufu uko hivi, na yeye mwenyewe anaona kwamba hakuna maarufu yoyote Tanzania ambaye hapigwi mawe. Hapigwi mawe. Kwa hiyo wanajua kwamba wanakuwa wakiwa wanajua, kwa hata wao wakikutana nacho hakitakuwa ni kitu cha ajabu. Kwa hiyo niseme kwamba wazazi wa zamani ndio walikuwa na changamoto, kwa sababu walikuwa hawajajua hizi social media zikoje. Lakini wazazi wa sasa hawawezi kuwa na tatizo wakiona watoto wao wanakuwa maarufu, kwa changamoto watakazokutana nazo. Nadhani haitawapa sana stress, kwa sababu wameishi kwenye kizazi cha social media. Labda mimi nitasema tu kwamba tatizo la watu maarufu ni watu ambao wanapaswa kuangaliwa kwa jicho la tofauti kwenye jamii zetu, wanapaswa kupewa heshima kubwa, na nafikiri kwenye mataifa mengine iko hivyo. Lakini sisi Tanzania imekuwa tofauti sana, na hichi kitu kinaniumiza mno, kwamba mtu yoyote akiwa mtu maarufu anakuwa kama, yani anatengeneza na maadui. Yani kuna watu wanamchukia tu mtu kwa sababu ya umaarufu wake. Kwa hiyo mwisho wa siku yani Tanzania haipo kwenye kusapoti watu. Wakikuona wewe ni maarufu, wanatengenezea namna ya kukushusha pale, badala ya kufikiri namna ya kukusapoti, namna ya kukupushi, namna ya kukusogeza, namna ya umeelewa. Kwa hiyo lakini wengine wako very supportive. I think ni wachache ambao labda wana hizo mental health issues, kwamba ana project maisha yake kwa mtu mwingine. So the minute you are showing your real life, yeye kwake it's a bother. Yani anaona shida, kero, kwa anachukia, anaanza kushambulia. Wengine they're very supportive. Yani sio wote ambao wako hivi. Mimi Diva, mimi sijui sana, lakini nitakuambia kitu. Yani kuna mtu gani maarufu au msanii gani maarufu ambaye jamii huku chini haimbuli, haimesi? Ni nani? Mimi sijui. Mimi naona asilimia kubwa, kwanza tuna Tanzania inaamini kwenye kuwagawanya watu, inaamini kwenye kutengeneza chuki. Kwanza wewe uko kwenye media muda mrefu, taarifa mbaya na nzuri zipi zinauza zaidi kwenye media? Ni mbaya, lakini si ndio iko hivyo ya. Sasa inatengenezwa. Hicho ni kitu ambacho kinatengenezwa. Kwa sababu hata ukisoma journalism, mimi nilisoma nilipokuwa niko high school, tulikuwa tunafanya mitaala ya Uingereza, na mimi nilikuwa kwenye hii club ya entertainment ambayo ilikuwa ina involve journalism. Kunapotokea msiba, hiyo ni moja kati ya somo unafundishwa. Kunapotokea msiba, utakiwa kwenda kumwambia mtu pole na msiba, kwa sababu watu wanajua tu utaitikia asante, jamani, pole, asante. Unachotakiwa kumuuliza ili kuhakikisha story inamvutia yule anayefuatilia, hata kama ni kipindi cha msiba,
Unasikieje baada ya kufiwa? We both know, yeah, it's a kind of crazy question, like lakini lazima umuulize unajisikiaje baada ya kufiwa. Ulipopokea msiba huo, labda taarifa ya msiba, ulikuwa katika hali gani? Kila mtu anajua kwamba unakuwa kwenye hali mbaya, lakini kwenye journalism world tunaangalia yani hizo negativity, hizo being negative sells a lot. Lengo ni nini? Unamuuliza vile ili yule atakaye kuja kuangalia ili upate followers kwa kifupi. Na kuwa attack, yes, maybe, yeah. Sababu lazima watu watakuwa attack. Like what the question is that? Ili wewe utengeneze followers. Sasa hili swala la leo hii la watu kutafuta followers limeleta uadui mkubwa sana kwenye jamii yetu. Kwa sababu mtu ili apate followers yuko tayari kusema wewe vibaya, yuko tayari aseme habari mbaya ya kwako, yuko tayari atengeneze zengwe kwa ajili ya mtu fulani ili tu yeye akatengeneze followers wake. Sasa jamii ndivyo ambavyo tunatakiwa tuendelee kuishi, kwamba ili mimi nipate followers lazima ni mwataki mtu in a negative way, nimtengenezee zengwe, nimtengenezee tatizo, niseme mabaya yake ili tu mimi nipate followers. Sasa lazima sisi kama jamii tufike mahali tutengeneze, tueleze kwamba the right thing ni nini. Kwa sababu vijana wetu wanagombana sasa hivi huko kwenye industry ya music, tuzungumzi hilo, lakini kuna wanamuziki wangapi hawaongei leo kwa sababu tu ya fulani aliambiwa na timu yake bana, ili wewe utoke hapa inabidi umchafue fulani, inabidi umchafue fulani, inabidi umchafue fulani ili wewe upate audience, yeah? Kwa hiyo unataka ufanikiwe wewe kwa kumchafua mtu mwingine, kwa kumharibia mtu mwingine. Kwa nini tusifundishe jamii kwamba unaweza kufanikiwa bila kumharibia mtu mwingine? Beef inauza. Sasa ninyi ndio mnapotosha jamii. It's a worldwide thing. Tukianza za kina Tupac, kina nani Tupac alikuwa anagombana na ule mwenzi ule kibonge. It was just like that. Sasa hatuna sababu ya kuiga tamaduni ambazo hazitujengi. Hatuna sababu ya kuiga tamaduni ya kutugawanya. Unajua kwa nini Remy Ongala alikuwa very popular? Because he was controversial. Like he was very controversial. Even his music kusikiliza zamani, he was like damn, like seriously. Lakini ndio alikuwa akifanya tamasha. Mimi nakumbuka tulikuwa Tanga wadogo, watu walikuwa wanajazana kwenda kumwangalia Remy Ongala. So I think negativity is having a negative vibes kwenye entertainment industry ndio kitu kinachouza, na entertainment inahitaji hizo rabsha kwa sababu ndo watu mambo umbea sio vitu gani. I think people just love gossip. Watu wanapenda kufedhesha wenzao, lakini at the end of the day huwa anajiuliza like hivi unalala comfortable kabisa usiku knowing umemuumiza mtu, umemzushia, umemchafua? Huwa anajiuliza. Lakini kwa mtu kama mimi anaona, that's how it works in the industry. It is what it is. We should not say that's how it works. Kama tukisema hivyo ndivyo inavyo work, maana yake tunakubali kununua wazo ambalo linatuangamiza jamii yetu na linaangamiza vijana wetu, linatengeneza. Kwa sababu ndio maana nimekuuliza kwamba lengo letu ni tunataka amani, tunataka upendo, tunataka umoja kwenye jamii ambayo inatuzunguka. Lakini leo wewe hii diva yani ili tu uuze, ili tuwe na followers, lazima uwaongelee wenzako vibaya. Kwa hiyo I don't do that. Ndo nakupa mfano sasa. Kwa hiyo tutengene, kwa sababu inakuwa ni halisi. Yule uliyemuongelea vibaya hata cheka na wewe, hata kuwa na furaha na wewe. Kwa kama tukifundisha vijana wetu wote kwamba wanamuziki, wachekeshaji, hawa wote waimbaji, kwamba ili uweze kupata kibali au uweze kupata followers wengi, inabidi utengeneze story ambazo ni fake, waongelee watu vibaya, wazungumze watu vibaya, uwe na bifu na fulani na uwe na bifu na fulani. Manake sio kwenye kuamini kwenye kazi yake. Tutakuja kuwa na kizazi cha aina gani? Manake tutafika mahali ambapo watu hawaongei. Kwa sababu wewe umegombana na mimi,
Labda msanii A amegombana na msanii B. Akiwa amegombana, yule msanii A ana shabiki zake na msanii B ana mashabiki zake. Mwisho wa siku mashabiki wa msanii A hawataongea na msanii B. Umeelewa kitu? Kwa hiyo mwisho wa siku tunatengeneza generation ambayo ina chuki nyingi. Watu watashindwa kwenda kuzikana, watu watashindwa kwenda kuangaliana hospitali. Fulani anaumwa, siwezi kwenda kwa sababu ali hivi. Sasa je, tuamue kusema ndivyo ambavyo industry inataka watu watengeneze stories za uongo za kuongea watu vibaya ili hizo stories ziuze. Tukiwa tunajua kwamba mwisho wa siku tunagawa jamii yetu, tunawagawa watu, tunatengeneza chuki watu, au tuwaambie watu waongee ukweli, wasimame kwenye ukweli hata kama hutauza, lakini usimame kwenye ukweli, ila ule utu na heshima na ule undugu wetu na ubinadamu wetu na utanzania wetu ubaki pale. Na nitakwambia kwa mfano kuna hii mnaita, mimi sio mshabiki wa Simba na nini, lakini hivi unaamini kwamba Tanzania sasa hivi kuna watu yani akitaka kukua wewe akakuta yeye ni Simba wewe ni Yanga anakuacha? I don't know about that. Wapo na kueleza. Sasa hivi Tanzania kuna hivi vyama vipo, kuna Chadema, kuna CCM, kuna nini. We don't talk about politics. Lakini nataka nikuambie in my show we talk about politics. Invite politicians. Sisi Tanzania hatuwezi kusema hii ni jambo fulani. Nataka nikuambie huko tunakoenda kuna mtu anakufa ni CCM, Chadema hawataenda. Kuna mtu anakufa ni Chadema, CCM au unaona wengine huwa wanafurahi kabisa. Yes, wengine wanafurahi. Kuna mtu anakufa ni Simba, Yanga watasema watafurahia. Huyo ni shabiki yao, sisi hatuendi. Tunaenda huko, tunafika huko. Kuna mtu atakufa ataambiwa huyu ni timu Kiba bwana. Watu hawataenda. Umeelewa? Kwa sababu sasa sisi ni timu fulani, sisi ni. Kwa hiyo hili swala la kutengeneza hizi bifu ili watu wauze, ili watu wawe na pesa ni jambo ambalo linakuja kutuletea shida sisi kwenye jamii yetu kwa miaka. Lazima tuone namna ambavyo linaweza kushughulikiwa ili watu wasitengeneze hizo bifu hapo katikati. Okay. Kwa hiyo haukubaliani na swala kwamba ili story uze lazima iwe ya kumchafua mwingine? Sikubaliani nao kabisa. Mimi nalipinga kabisa. Nalipinga kabisa. Tunatakiwa kuwa support watu kwa sababu ya kazi zao wanazofanya. Tuwasupport watu bila kujali timu gani. Tuangalie mtu anafanya nini. Mtu anafanya kitu kizuri, amefanya kazi nzuri, ameimba mziki mzuri, amefanya jambo kubwa kwenye jamii. Wewe umekaa kwenye industry miaka 10 na ngapi? 18 mwaka huu. 18. Yes. Watu wakupe heshima yako kwa kusapoti kwa sababu kuna kazi nyingi umefanya. Wangapi walianza na wewe leo hawapo? Wangapi walianza utangazaji leo hawako utangazaji tena? Lakini wewe umeendelea kuwepo, umeinspire watu wangapi? Umewasaidia watu wangapi kupitia kazi yako hiyo ya utangazaji? Sasa watu wajue, jamii ijue kwamba sasa huyu mtu tunatakiwa kumsupport kwa sababu ya namna ambavyo ameleta mchango chanya kwenye jamii yetu. Kwa hiyo waongelee mema na wasanii. Leo hii kuna mtu ni msanii, kuna mtu ni maarufu, anaweza kufanya jambo kubwa na zuri kabisa, lakini ambalo lilitakiwa likisemwa vizuri litaitangaza na nchi yetu, litatangaza na vitu vingi, litafanya na vitu vingi. Kwa sababu ya mambo ya bifu tu mtu anaingia pale kwenye mtandao ana make sure kwamba analeta ile timu yake nyingine ya kuchafua. Wanaambiana bisa WhatsApp twendeni wamchafue yule mtu, amchafue mtu. Mwisho wa siku tunachafua taifa letu. So tufike mahali tusapoti vitu vizuri ambavyo watu wanapofanya watiwe moyo bila kujali kwamba huyu ni wa wapi, huyu ni timu gani, huyu ni timu gani, huyu ni chama gani na huyu ni chama gani, huyu ni timu ipi ya mpira, huyu ni timu ipi ya muziki. As long as amefanya kitu ambacho kina maslahi kwa taifa na kwa kizazi na kwa nini, asapotiwe na kutiwa moyo. Sawa. There's a lot of heartbreak kwenye
maisha tunayoishi hasa mahusiano right now. Na mara nyingi naangalia watu wanani DM wanalalamika usaliti ambao umekithiri. Netflix wameachia tamthilia inaitwa The Polygamist I think. Watu wanazungumzia uongo ambao wanaume wengi wamekuwa wakiuleta kwenye familia, lakini pia usaliti unnecessary ambao ndio huo usaliti umezidi. And when you take a good look at vijana sasa hivi, pia they have a target. Mtu anakuambia sasa, mimi sitaki mwanamke asiyejielewa. Nataka mwanamke mwenye kazi yake, anayejielewa, anatafuta wenyewe wanaita shangazi au mshangazi wa kusurvive naye kwenye maisha ili nitoboe. So that love I don't see it like the way zamani labda tulikuwa tunaona mapenzi yalivyo. Love inaharibika to the point ambayo unauliza, where did we go wrong as a society? Nini kimesababisha mapenzi yanageuka biashara? Sio kama zamani kwamba love is a beautiful thing, like watu wako in love, watakaa. Sasa hivi it's more like nikiwa na fulani nita benefit hiki na hiki na hiki. So wale ambao ni maskini unaanza kujiuliza sasa hivi kwamba hawana love or what? Na ukienda mtaani wana enjoy mahusiano watu ambao kipato chao cha chini, lakini pale pale mtaani akiingia mwenye hela anaharibu mahusiano ya wale watu ambao walikuwa wanapendana. Kwa unaanza kuangalia love and money inavyoweza kuathiri jamii yetu. And then niliandika ili swali nikasema nitakuuliza pia popote unganishia, because love runs the world. So tunaona the divorce rate is very high right now, breakups and family conflicts zikiongezeka sana katika jamii yetu. And where do you think the society is getting it wrong? Kwa nini tumefikia hapa? Tufanye nini to just kutoka kwenye zone whereby watu sasa wanaogopa hata kuingia kwenye ndoa? Mambo ni mengi. Ni kweli kwa sasa hivi mapenzi ni biashara. Ndoa imekuwa biashara. Watu hawaolewi kwa sababu ya upendo. Watu hawaolewi kwa sababu watu wanaangalia kwamba nitapata nini. Huyu mwanaume atanipa nini nikiolewa naye. Mtu haolewi kwa kusema kwamba mimi nataka niolewe ili nimhudumie mume wangu na hiki na kile. Hapana, huyu mwanaume atanipa nini. Hata nadhani mabinti wakienda nyumbani kusema bana nimepata mpenzi na mchumba wangu, jambo la kwanza ataulizwa anafanya nini huyo mpenzi, anafanya nini? Maanake na wazazi wanatengeneza kwamba usiolewe na mtu wa kawaida, atafuta mtu mwenye vitu fulani. Kwa siku hizi sio mtu anatakwa, ni vitu vyake ndio inatakwa. Ana nini, ana kazi gani? Kwa hiyo zamani ni mwanaume anaoa. Sasa hivi ni kazi yako ndio inaoa. Biashara yako ndio inaoa, hela yako ndio inaoa, maarufu wako ndio unaoa. Yani ni gari lako ndilo linaoa. Kuna wakati jamaa mmoja alisema gari miaka ya nyuma kidogo, alisema alikuwa na gari, akasema huyu ni mchawi huu ni uchawi wa kizungu. Kwamba ni wakati ule ulikuwa na gari tu, mwanamke akiona una gari kuna maswali mengi. Yani gari lako ndilo ambalo linakufanya unapata. Kwa hiyo ndio maana nimeweza kusema mahali kwa watu ambao wana hela, wenye nafasi, maarufu, ni ukiwa na hela ukawa maarufu ukiwa hujaoa, una changamoto kubwa sana ya kupata mke sahihi. Umeelewa hicho kitu? Kwa hiyo mimi mwashauri watu wengi kwamba mtu anakuambia bwana sijaoa mpaka nijipate, namwambia huu ndo wakati mzuri wa kuoa. Ule wakati ambao hujajipata, ule wakati ambao huna hela za kutosha, ule ndo wakati wa kuoa. Kwa sababu ukishajipata utapata wakati mgumu sana, kwa sababu hakuna mwanamke ambaye atakukataa. Wewe mwenyewe uliwahi kusema mahali unapenda hela sana. Kwa mimi mwanaume asiyekuwa na hela, I'm sorry guys, I'm allergic because maisha yangu yanahitaji hela. Ukiwa una hela unanipa stress. Diva, unasema kabisa unataka mwanaume mwenye hela. Maana yake nini? Ujumbe gani unawatumia mabinti kwamba swala sio mwanaume, swala sio mwanaume, swala ni hela. Kwa hiyo fikiria mwanaume awe na pesa alafu hajaoa, kulipa my bills Manela, alafu hajaoa,
atapata wakati mgumu sana, kwa sababu kila binti atakayekuja, kila mwanamke atakayekuja ata akti malaika ili tuwaolewe nawe, kwa sababu sio wewe tena, ni swala la hela ulizonazo. Kwa hiyo ndoa imekuwa ni biashara. Misingi ya ndoa bora, misingi ya familia imeharibika sana. Okay. Imeharibika. Kwa hiyo ukiangalia na social media hizi kwamba jamii inakosea wapi, inakosea kuanzia kule watoto wetu wanavyolelewa, wanaambiwa nini, wanaona nini. Utakuja kuolewa na mwanaume mjinga, utakuja kuolewa na mwanaume maskini, watoto wetu tunawaambia nini kwenye jamii? Kuna mama mmoja Muhaya, niliona clip yake li trend sana on the social media. Alisema mwanaume hana masters hawezi kumwoa mtoto wake. Umeona sasa? Sasa fikiria mtoto tangu anakuwa ameambiwa hicho kitu. Kwamba wewe unatakiwa kuolewa na mwanaume mwenye masters, mwanaume mwenye hiki, mwanaume mwenye kile. Lakini ukweli ni nini? Sasa huyu mtoto akiwa mkubwa atafatwa na bodaboda akubali? Hawezi kukubali. Atafatwa na vijana hawa wana shoot na content creator atamuelewa? Sasa manake nini? Manake ni kwamba nimewahi kusema kuna mabinti wengi sana sasa hivi hawajaolewa, wako mtaani. Lakini si kwamba wanaume wa kuoa wapo. Wanaume wa kuoa wapo. Ila ile aina ya wanaume ambao wale mabinti wanawataka hawapo. Kwa sababu binti ametengenezwa kuolewa na wanaume mwenye magari. Sasa wenye magari ni wangapi? Binti ametengenezwa kuolewa na mwanaume mwenye master. Wenye master ni wangapi? Wenye master ni wangapi? Na mpaka awe na master tayari yuko very occupied, huwezi kumpata. Kweli. Mwanaume akiwa na pesa tayari yuko occupied sana. Manake wewe ukifika unakuta mwanaume leo ana pesa, ukifikiri kwamba utampata. Kwa maana yake nini? Mabinti zetu wako hawaolewi kwa sababu kuna wanaume waliwatengenezwa kwenye akili zao, wawe na magari, wawe na nyumba, wawe na gorofa, wawe na mali. So wanawaacha wanaume. Kwa mwanaume anamfuata, anamtaka, anasema mimi sikutaki. Wewe sio type yangu. Wewe sio type yangu. Mpaka mtu anazeeka, anasubiri type yake. Ambayo type yenyewe hiyo type haipo hiyo. Na iliyokuwepo ishawaiwa. Matokeo yake unaenda kuwa na mahusiano na mwanaume wa mtu. Yes. You imagine that. Kwa hiyo sio kwamba wanaume wa kuoa hawapo. Wapo. Lakini mabinti wana aina ya wanaume wanaowataka. Ambao wakiwafuata hawa wanaume wanasema hapana, wewe una nini? Unakaa wapi? Unaishi wapi? Anamkataa, anamwacha. Guys, tuko na Mawenzi Cosmetics kama moja kati ya sponsors wetu. Hawa wanapatikana pale Kariakoo, Msimbazi A, Mafia pamoja na Jangwani, na kwa kule Mpanda basi Katavi wapo Mawenzi Cosmetics Kariakoo. Kwa wale ambao wameharibika ngozi, labda umetoka chunusi kakuachia alama nyeusi za madoa, au unataka uglow kizungu au kawaida tu na ngozi yako uglow ile kawaida, kama wale wana dark and chocolate, kama sura flane chocolate, wana product pia nzuri kwa ajili yako. In case una zile stretch marks, umeharibika, unataka nywele zako ziwe nzuri, supplements and everything about beauty, wanapatikana kwa bei tena rahisi sana. Ukifika pale Kariakoo, Msimbazi A, Mafia na Jangwani utawaona Mawenzi Cosmetics ambao pia wako Mpanda Katavi. Nambari yao ya simu ni 0748 037995. Kwa kule Mpanda basi ni 0744 856046. Hawa ni moja kati ya sponsors wetu, na nina list ya sponsors hapa katika podcast zetu, na naomba niwataje Apple World TZ, Computer Bay Power, Tilisho Safaris ambao kazi yao ni usafirishaji, lakini pia Charles Village wanauza t-shirt pale Kariakoo, Mawenzi Cosmetics na Clever Homes Dodoma pale Dodoma. Speaking of Clever Homes, ngoja niwazungumzie wakati tunakaribia kumaliza, maana nimeambiwa bado dakika 5 tu. Your perfect stay in Dodoma awaits. Whether you're traveling for business, leisure, or a short getaway, Clever Homes Apartments offers the comfort, convenience, and privacy you deserve. Ilazo Extension opposite Esperanza Hotel. Wanachaji $100,000 per night. Unaweza kubuku kupitia WhatsApp. Nambari yao ya simu ni 0679 777 333 0679 777 333. Relax and refresh. Feel at home with Clever Homes Apartment. Tuko na Rev Mdeme ambaye ni mwinjilisti.
ya sasa. Kuna maswali nilivyosema nitakuwa naye mawili ya mwisho. Kuna mtu aliniambia nimuulize, na guys naenda kumuuliza right now. As a man of God, Aika yuko Mbezi, anani follow wangu na amefuatilia podcast yetu. Kaniambia nikuulize, as a man of God, unaonaje impact ya social media kwenye mahusiano na ndoa za siku hizi? Lakini je, wanaume wengi wanapitia pressure ya maisha, mfano bills and responsibilities. What advice do you have for men who feel overwhelmed and defeated? Maisha yanawapiga kweli wanaume, lakini bills and responsibilities ziko pale pale hazikimbii. Lakini pia kwa Father's Day umeshazungumza, but if you had only one lesson to teach every young man before he becomes a husband and a father, what would that lesson be? Unatakiwa sasa kumfundisha kijana mdogo jinsi ya kuwa baba, ni somo gani utampa? Lakini pia responsibilities and the pressure ambayo wanaume wengi wanapata kwa ajili tu ya mahusiano na ndoa, hasa napokuja swala la majukumu. Wanaume hawa wanatakiwa kufanya nini kuepuka majukumu? Kwa sababu what I know is majukumu hayakimbiwi. Lakini pia tuna social media sasa, ndoa na mahusiano mengi siku hizi. Wanaume ambao wana feel defeated wana survive vipi? Okay, nianze na hilo la yani hapo inabidi uongee umalize na tuage. Yes. Alright. Okay, la kwanza ni hili la kwamba social media zina impact gani kwenye ndoa. Nitasema kwamba zina negative impact kubwa. Okay. Social media zinaharibu ndoa nyingi. Social media zinaharibu mahusiano mengi kwa sababu ambazo umesema pia kwamba social media zinaongea mambo mabaya zaidi. Kile kitu kibaya ndicho kinachotrend zaidi. Kwa hiyo yale mazungumzo ya kwamba ndoa ni mbaya, huyu amenichiti, huyu amefanyaje, Yesu nimemwacha, ndiyo ambayo yanaenda viral kuliko ule uzuri wa ndoa. Kwa hiyo watu sasa hivi ukiuliza kwenye social media, hivi ndoa ni nzuri au ndoa ni mbaya, 80% ya wale watu wa social media watasema ndoa ni mbaya, kwa sababu huko kuna yale mabaya ya ndoa ndio yanayozungumzwa. Okay. Lakini kuna mazuri mengi sana kwenye ndoa, ila kwa sababu ya kizungumzwa kwenye social media hayatapata followers, hayazungumzwi. Leo hii habari ikizungumzwa kwamba jamani, mimi naachana na huyu mwanaume kwa sababu huyu mwanaume labda amenichiti, hiyo habari kesho asubuhi itakuwa na followers laki kadhaa. Lakini leo ukaposti sasa hivi kwamba jamani, namshukuru kwa ajili ya mume wangu, ananipenda sana, nimekuwa na ndoa yenye furaha na amani. Kesho utakuta una like 5 na tena komenti zake zipo mtaachana tu. Umeelewa hapo? Kwa hiyo maana yake ni kwamba social media imekuwa na negative impact sana, hasa namna ambavyo inatumiwa. Lakini kwa hiyo vijana wengi wanatakiwa kujua kwamba wasiamini kile kitu ambacho kinaonyeshwa pale kwenye social media. Ukiona hizi social media wanasema sijui ndoa ni mbaya, sijui nimeacha. Kama kuna mtu mmoja kwenye social media anasema kwamba wanaume ni wabaya na ndoa ni mbaya, wewe ujue tu kuna watu 1000 nyuma ambao wao wanasema wanaume ni wazuri, lakini ndoa ni nzuri, lakini hawapati airtime kwenye social media. Kwa hiyo tunawapa airtime watu ambao sio sahihi. Yes. Au vitu ambavyo sio sahihi ndio vinapewa airtime kwenye media, na vitu ambavyo sio sahihi ndivyo ambavyo ndio vinapata followers wengi na vinakuwa shared zaidi kuliko vile vitu sahihi ambavyo na vya kujenga. Kwa hiyo jamii mwisho wa siku itaamini kwamba jamii mwisho wa siku itaamini kwamba vile vitu ndivyo venye nguvu na ndivyo venye maana kuliko vile vitu ambavyo haviwi shared. Responsibilities and the pressure ambao wanaume wanapata, tunawafanya vipi wakae sawa baada ya kuwa hiyo feeling like they're defeated and all that? Na ushauri gani unampa kijana ambaye anatarajia kuwa mwanaume bora, baba bora? Leo ni Father's Day. Yes. Na haijawa na shambra kwa sababu baba amesahaulika. Ingekuwa ni Mother's Day, magrupu mengi yangekuwa yameshajaa. Mother's Day ni nyingi sana. Lakini uone jinsi wadawake walivyo wa binafsi. Sisi Father's Day wamenyamaza kabisa kwenye magrupu, kwenye nini. You don't see maua na you don't see much, na wala hutawaona wakiposti kwenye social media kwamba wanajivunia wanaume zao. You will not see that kwa sababu
hawatapata likes za kutosha. Lakini kwa hiyo wababa wamesahauliwa. Jamii fulani inatengenezwa, jamii fulani sasa hivi ya kuonyesha kwamba mama ni muhimu zaidi kuliko baba, mama ni bora zaidi kuliko baba. Na wanaume tunafahamu hilo, lakini ni wasihi na kuwashauri wanaume wenzangu na kuwatia moyo kwamba tusikate tamaa. Na ndio maana utaona, nilikuwa nasema mahali, ndio maana utaona nyimbo nyingi zinaimbwa. Wasanii wengi wanaimba ni nani kama mama, ni nini, ni maombi ya mama yangu ndio yananiweka. Nani alikuambia kwamba babako hakukuombea? Unakuta watu wameposti ni maombi ya mama yangu, ni mama yangu yuko hapo, nampenda sana mama yangu. Nani kama mama? Huyo mama angekuaje mama pasipo baba? Kwa hiyo kuna namna ambavyo jamii inatengenezwa kuona kama baba hana kitu, baba si sana, baba si wa muhimu sana, Kiswahili fasaha kitu. Sasa hiyo ni mbaya sana. Kwa hiyo wanaume wenzangu, leo kama Father's Day tujue tu kwamba wengi sana hawako pamoja nasi, lakini sisi tunatakiwa kubaki kwenye nafasi yetu kama baba, kama kiongozi wa familia, kama mlinzi wa kifamilia. The pressure is real. Yes, the pressure is real. Lakini hatuna mtetezi. Mungu peke yake atatusaidia wanaume. Mungu peke yake atatukumbuka. Kwa hiyo wanaume wote, pamoja na pressure na changamoto zilizopo, mambo yakiwa magumu sana, kila mtu aende kwenye madhabahu ya Mungu wake, akamwombe Mungu. Mungu ampe neema na nguvu na uwezo wa kuinuka kuendelea kuwa baba bora. Lakini nafikiri pia baba wengi fulfill their responsibilities, no man. Wana fulfill, nimesema jambo likisha kuwa la wanawake litajulikana dunia nzima. Kwa hiyo kuna wanawake kwa 5-6 ambao labda wanaume zao hawafulfill responsibility zao, ndio wanakuja kwenye social media, wanaharibu hali ya hewa yote. Kwa hiyo watu wote wanaona wanaume wote ni wale wasiokuwa responsible. Lakini nataka nikwambie kuna maelfu ya wababa ambao wanafahamu wajibu wao na majukumu yao na wanayatimiza. Mimi ni miongoni mwao ambao ninahakikisha kwamba nina take full responsibility za familia yangu. Kwa naamini wako wababa wengine wengi ambao wanafanya majukumu yao. Ni vile tu wababa sisi hatuji kwenye social media tukaanza kusema jamani we are doing this and that kwa sababu tunajua ni wajibu wetu. Okay. Guys, we have Mkuyu Africa, by the way, moja kati ya peer sponsors wetu wanaotupa TAF, wanaotusupport kupitia this podcast. And now you can leave a Central Business District kama unavyoona hapa tangazo linavyopita. Build in Spanish architecture, 3-bedroom luxurious apartments for sale. Unaweza kumfollow Junaid Othman, Mkuyu Masaki na Mkuyu Africa. Mkuyu Africa wanafanya nini? Ni kwamba ni watu ambao wana design, wana deal in properties kwanza. Wana design, wana build and wanauza properties, na unaweza ukalipa vile vile kwa installment. Wanafanya zile wana build homes. And kwa Tanzania unaweza kuwasiliana nao kupitia 0678880000 na unaweza ukawafollow hapa Mkuyu Africa. Guys, mimi ni moja kati ya wanafamilia wa Mkuyu Africa. Tulikuwa na Rev Mdeme ambao unaweza kumfollow on Instagram akitupa masomo ambayo tutaendelea kuyapata kupitia his podcast in the future. So thank you for watching. Sema bye bye. Bye bye. Take care, guys. All right. Bye. Thank you.